Wanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara CBE na chuo cha ufundi stadi nchini yani VETA vya Dodoma wameaswa kujiepusha na rushwa ya ngono, kwani ni tatizo linalosababisha kukosekana kwa haki za binadamu na usawa wa kijinsia. Hayo yamesemwa na mkurugenzi msaidizi wa mambo yasiyo ya jinai na urejeshwaji mali TAKUKURU Bi Tabu Mzee wakati akiwasilisha mada kuhusu rushwa ya ngono kwenye mafunzo yaliyoandaliwa na chama cha mawakili wa serikali mkoa wa Dodoma. Mafunzo hayo yamefanyika Machi 6 hadi 7, 2025 ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, ambapo pia Bi Tabu aliwataka wanafunzi hao kutokukaa kimya, kwani rushwa ya ngono ni ukatili wa kijinsia na huathiri jamii kwa ujumla. Vitendo vya rushwa ya ngono ni ukatili wa kijinsia, pia ni uvunjifu wa haki za binadamu na inaathiri ustawi wa jamii. Hivyo utakaposhuhudia mtu yote, ukishuhudia kwamba mtu anaomba rushwa ya ngono, yani unapaswa kukemea na pia unapaswa kuchukua hatua. Ni hatua gani utachukua? Ni vyema kutoa taarifa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tuna simu ya bure, tunasema ni 113. Simu hii ukipiga wakati wowote inapokelewa na unatoa taarifa yako na inafanyiwa kazi. Kwa hiyo jamani, tusikae kimya katika hivi vitendo vya rushwa ya ngono. Aidha ni imekukuta wewe mwenyewe, au wakati mwingine mwanafunzi mwenzako, au wakati mwingine hata jirani yako, kama ni mfanyakazi mwenzako. Kwa hiyo tusikalie kimya katika kupambana na hii rushwa ya ngono. Wote tunawajibika. Kwa hiyo unaposhuhudia au kusikia vitendo hivi, lazima mtoe taarifa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Nao washiriki wa mafunzo hayo walikuwa na haya ya kusema. Tujifunze jinsi ya kuepuka aidha kwa kusoma, pia na ikatokea iko juu ya uwezo wako, unapaswa kutoa taarifa katika vyombo husika, na namba yake ni 113. Leo nimejifunza kwamba wanawake wanabidi wakatae rushwa kwa nguvu, ili kwamba mafanikio yao yawe mafanikio yasiyokuwa na doa, waweze kufanya kazi zao au waweze kujiamini to the maximum point, kwamba popote watakapowekwa watafaa, wakiwa wanaangalia kielelezo kikubwa Mheshimiwa Rais Mama Samia. Amefanya mambo mengi na anaendelea kufanya. Kwa hiyo kipindi hichi cha kuelekea kwenye uchaguzi, wanawake wasitoe rushwa ya aina yoyote ile, ikiwemo rushwa ya ngono, ili kuweza kuwajenga wenyewe na kujenga vizazi vingine vinavyokuja vikiwa vinaangalia wao kama kielelezo katika maisha haya. Kutokana na elimu tuliyoipata leo ya rushwa za ngono, imenifunza kwamba mwanamke anapaswa kusimama yeye kama yeye na kugombea nafasi zote zile ambazo zipo wazi katika maisha yake yote ya muendelezo wa maisha yake, kwa sababu mwanamke ni nguzo kubwa katika maisha yetu. Pia huyu mwanamke anaweza akasimama kutokomeza haya yote ambayo yanamsibu, kama hizi rushwa za ngono kwa maeneo, kwamba labda akiwa kazini, sehemu labda kutaka kupandishwa cheo, anaweza pia akasimama kwa kutetea haki zake mwenyewe za kimsingi, kuepukana na hii hadha ya kukutana na hizi rushwa za ngono. Pia mwanamke anaweza akasimama vilivyo kupigana dhidi ya matokeo hasi katika sehemu ambazo yeye mwenyewe hayupo, kama vile kukutana na haya mambo ya ngono, pia ya kuepukana na zile shida za kusumbuliwa labda kupandishwa cheo kwa sababu yeye ni mwanamke, basi atoe ngono ili apate kupandishwa cheo au kufikia sehemu yote ya mafanikio yake pasipo na kutoa nafasi ya ngono. Kwa mwanamke anaweza akasimama vilivyo katika hili kupambana na haya yote yanayomkuta, kwanza kwa kutambua haki zake, misingi yake, misimamo yake, pamoja na uzoefu wake katika maisha yake yote kiujumla. Tumejifunza kuhusu TAKUKURU, namna gani ya kupambana na rushwa ya ngono kwa mabinti. Kwa mfano, katika vyuo vyetu unaweza kuta
binti unakuta hasomi ila anategemea kupasi mitihani yake kwa kutoka kwa mwalimu wa kiume, na unakuta wa kiume anakaza msuri sana ila hapafomu. Na kingine tumejifunza nafasi ya mwanamke katika uongozi, kwamba mwanamke anaweza kuongoza. Kwa mfano kama rais wetu wa sasa hivi Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuonyesha udhubutu wa kuongoza taifa letu. Mwanamke haupaswi kujiweka katika hali ya kuonewa. Unapaswa kuwa na confidence, haupaswi kuogopa. Endapo ukiona jambo linaenda tofauti halina uhalali, inakupasa uende ukatoe taarifa katika taasisi ya TAKUKURU. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.